Umoja wa Kitaifa wa Asasi za Kiraia wa Shule Salama NSSC wametoa wito wa kulinda na kuhifadhi watoto kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, ambapo leo hii katika ofisi za haki ya elimu jijini Dar es Salaam wamezungumza na waandishi wa habari na kupaza sauti zao. Hatujasikia sana katika kipindi hiki, pamoja na ninyi vyombo vya habari kufanya kazi nzuri ya kutoa taarifa ya baadhi ya maeneo kwamba watoto wamevunjwa haki, tumesikia huko kwenye vyombo vya habari, lakini hatujasikia sana asasi za kiraia zikizungumza. Wafahamu kwamba swala la malezi na makuzi ya mtoto ni la kitaifa, linavuka mipaka ya itikadi zote kama ambavyo tumezungumza hapa. Ulinzi wa taifa la kesho hauna compromise, hauna tunasema nini, semile. Tunatakiwa kuwalinda, wanatakiwa kuwa nje ya picha hii. Waache wafanye maamuzi yao wao wenyewe, hapo baadaye wakishakuwa watu wazima. Hatuna shida na watu wazima. Watu wazima wanafanya maamuzi yao wenyewe, wanaweza kushiriki wanavyotaka na wanavyoweza kushawishiwa, lakini watoto wadogo wana wajibu wa kulindwa, na ni wajibu wa asasi za kiraia kuhakikisha kwamba tunawalinda watoto. Kwa tunataka kuona kuanzia sasa hivi tunasikia sauti ya asasi za kiraia katika programu zao, lakini vile vile na katika nafasi zao kama wasemaji na wazungumzaji na watetezi wa umma. Kwa eneo hilo nafikiri asasi za kiraia, huu ni wito wao. Tuko hapa leo kutoa wito wetu wa kulinda na kuhifadhi watoto kabla na wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Tunatambua kwamba mbele yetu hapa taifa linaelekea katika uchaguzi mkuu mwezi Oktoba mwaka 2025, na sisi hapa Umoja wa Asasi za Kiraia za Shule Salama tukishirikiana na wadau wa vyombo vya habari wanaojihusisha na elimu ya uraia na ustawi wa watoto, tuko hapa leo tunatoa wito huu wa dharura, na ni rai yetu ya pamoja kuwa usalama na ulinzi wa watoto lazima viwe vipaumbele katika kipindi chote cha uchaguzi. Kwa mujibu wa sheria ya mtoto ya mwaka 2009 ya huko Tanzania bara na sheria ya watoto namba 6 ya 2011 ya upande wa Zanzibar, mtoto anajulikana kama mtu yeyote aliye na umri chini ya miaka 18. Na kwa mantiki hiyo sasa tunajua kwamba katika kipindi cha uchaguzi kama huu, uchaguzi mkuu, watoto wamekuwa ni miongoni wa makundi yaliyopo hatarini zaidi kutokana na ama kuachwa bila uangalizi, huku wazazi na walezi wakiwa wanajishughulisha na shughuli za uchaguzi au kutumika vibaya katika shughuli za uchaguzi na shughuli za kisiasa na kampeni. Kipindi hiki pia huwaweka watoto katika hatari kubwa zaidi kutokana na mila potofu zinazohusishwa na kipindi hiki cha kampeni na uchaguzi, ikiwemo pamoja na imani za kishirikina, na watoto wenye ulemavu hasa wenye ualbino wamekuwa wakikumbana na ukatili mkubwa katika vipindi hivi vya uchaguzi. Ukatili huu huleta hofu, mazingira yasiyo salama, athari za kisaikolojia na maumivu, na hata vifo vya watoto wenyewe na familia zao. Kwa kuzingatia hali hii, sisi wanachama wa umoja huu tunatoa wito ufuatao kwa kuchukua na kuwataka wadau tulioorodhesha hapa kusaidia katika kuchukua hatua zifuatazo. Kwa mashirika ya kiraia, yani AZAKI na NGOs, tunaomba muendelee kutoa elimu ya uraia na ya mpiga kura inayojumuisha ujumbe wa kulinda haki za watoto katika kampeni zote za elimu ya uraia. AZAKI na NGOs zote zitoe kipaumbele katika kuhamasisha umma pia kuhusu hatari maalum zinazowakabili watoto wakati wa uchaguzi mkuu. Ni wajibu wao kuripoti na kutunza kumbukumbu za ukiukwaji wa haki dhidi ya watoto na kushirikiana na jamii ili kutoa huduma za msaada wa kisaikolojia, msaada wa kisheria na wa dharura inapohitajika ili kumlinda mtoto. Kwa upande wa vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, tunaomba muendelee kutoa nafasi kwa sauti ya watoto kwenye taarifa zenu na mijadala ya umma. Mhakikisha kuwa mnaepuka lugha au jumbe zinazoweza kueneza chuki dhidi ya watoto na jamii. Vyombo vya habari vina wajibu, tunatambua kwamba vina wajibu wa moja kwa moja na wa kuendeleza mijadala ya kisiasa, lakini mijadala ambayo inaendelea kulinda watoto wetu. Pia vyombo vya habari tunaomba vihakikishe vinatoa majukwaa ya kuripoti kwa maadili na
kushughulikia matukio ya ukatili dhidi ya watoto. Vyombo vya habari pia vitoe taarifa na kuhabarisha umma juu ya vyama, wagombea au taasisi zinazowatumia vibaya watoto katika kipindi hiki, ikiwa ni pamoja na kuwanyima haki yao ya kujifunza kwa kuwatoa darasani ili wahudhurie mikutano ya kampeni. Kikubwa ambacho ningependa kukisisitiza kwenye vyombo vya habari, kwa kuwa sisi wote ni wanahabari kama chama cha wanahabari pamoja na wanahabari wengine, tunapaswa kwanza kuangalia sheria ambazo zinatuongoza, zile za kanuni za uchaguzi, lakini pia maadili ya vyombo vya habari ambao tumeyasoma darasani na ambayo tunayaishi kila siku. Katika kuvizingatia hivyo, itatusaidia pia kuangalia haki za watoto ambazo zinakuwa zikivunjwa kipindi cha uchaguzi, kabla ya uchaguzi na baada ya uchaguzi. Hii ikiwa na maana kwamba maudhui tunayoyaandaa, kila ambacho tunakifanya, tuhakikishe kwamba kinalenga kumlinda mtoto na kusimamia haki yake. Hii itasaidia sana kwa jamii kwa ujumla kuelewa kwamba mtoto ana haki zake, lakini pia mambo ambayo tunaona sisi yana manufaa kwa jamii kama swala muhimu zaidi la uchaguzi mkuu, basi na mtoto pia ashiriki, lakini inakuwa ni kwa usalama na sio kuwepo kama sehemu ya kampeni na shughuli nyingine. Sisi sote kwa nia nzuri ya kampeni hizi kwa ajili ya kujitangaza na kuomba kura kwa wananchi, lakini pia zihakikishe kwamba zinamlinda mtoto, kwa sababu mtoto ndio ana haki ya kusikia kinachoendelea, lakini sio katika mazingira haya, kwa sababu kuna hatari nyingi ambazo zinaweza zikampata mtoto. Kwa hiyo tunaomba sana wazingatie hili. Jamii na wazazi wana majukumu mbalimbali kabla, during uchaguzi, lakini pia baada ya uchaguzi. Kabla ya uchaguzi ni jukumu la kila mzazi kutoa elimu kwa mtoto wake, kuhakikisha kwamba mtoto hakaribii eneo la uchaguzi, kuhakikisha kwamba mtoto hakaribii maeneo yoyote yenye mikusanyo, lakini pia kuhakikisha ni jukumu la kila mzazi kufuatilia mtoto yuko wapi, anafanya nini, ili kuhakikisha mtoto yupo katika mazingira salama. Lakini pia ni jukumu la mzazi na jamii yote kwa ujumla kuripoti endapo kuna mtoto yoyote ambaye anazurura bila kuwepo kwa mzazi ama mlezi. Lakini pia wakati wa uchaguzi ni jukumu la mzazi kuhakikisha mtoto wake hayupo kabisa eneo lolote la mkusanyiko au vituo vyote ambavyo vinajihusisha na kupiga kura. Taasisi zote za serikali zina wajibu wa kulinda watoto kulingana na sheria zilizokuwepo, ambayo tunajua sheria kubwa zenye dhamana ya kulinda watoto na kutoa mwongozo ni sheria ya mtoto ya Tanzania na sheria ya mtoto ya Zanzibar. Sasa hapa tutaanza na Wizara ya Elimu. Wizara ya Elimu ina wajibu wa kuangalia miongozo na taratibu iliyokuwepo kwa watoto, hasa ambao wanakuwa mashuleni, kwamba mashuleni watoto wanapochukuliwa wanapelekwa kwenye kampeni za mikutano, au watoto wanatakiwa wawepo darasani. Sasa wanakuwa wako wapi kwa wakati huo? Pia vile kuna vyombo vya ulinzi na usalama, hasa polisi. Polisi wana wajibu wa kuangalia usalama wa watoto wakati wote. Tumeona watoto wakipitishwa kwenye magari wakipelekwa kwenye kampeni za siasa. Polisi yale magari yanapopita yameweka watoto, yamejaza watoto, wao wanafanya nini? Wana wajibu gani? Ni kwa nini wasizuie hao watoto wasiende huko kwenye kampeni za mikutano? Kwa hiyo tunaomba polisi na vyombo vingine vyote vya usalama wafanye wajibu wao kuhakikisha watoto hawafiki kwenye mikutano ya siasa.